Vikosi vya Urusi vilishambulia mji wa Zaporizhzhia mnamo Novemba 7 na kupelekea watu takribani 4 kufariki dunia na kuwajeruhi wengine takribani 40. Mamlaka za eneo hilo zimeripoti hivyo. Kuhusu taarifa hiyo, Urusi ilishambulia Zaporizhzhia mara 5 kwa kutumia mabomu yaliyotekelezwa angani, ambapo shambulio hilo kwa sehemu liliharibu jengo la orofa, nyumba na kuharibu hospitali ya saratani, kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka kutoka huko Zaporizhzhia, ambapo msichana wa miezi 4 na wavulana 3 wenye umri wa kati ya mwaka mmoja, 5 na 15 ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Gavana wa eneo hilo kuitwa Ivan Fedorovich amesema na kuongeza kuwa idadi ya majeruhi inaweza kuongezeka wakati operation ya utafutaji na uokoaji ikiendelea. Unaweza pia ukapata taarifa hizi na matukio hayo moja kwa moja kutoka huko mstari wa mbele Urusi na Ukraini, lakini pia Mashariki ya Kati kupitia grupu la WhatsApp, ambako sasa unaweza ukajiunga moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kupitia nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650 0679619650. Hiyo ndiyo nambari pekee ambayo pia itakuwezesha kulipia kiasi hicho cha pesa na kupata taarifa hizo kupitia grupu la WhatsApp. Kufuatia shambulio hilo, Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky amewasihi washirika wa Kiev kuipatia Ukraini mifumo zaidi ya ulinzi wa anga na kuondoa vikwazo dhidi ya mashambulizi kwa silaha za masafa marefu za Magharibi walengwa ndani ya Urusi. Kila mgomo kama huo wa Urusi sio tu kuua watu na kuharibu maisha, lakini pia uharibu maana ya maneno yoyote kuhusu ukosefu wa mazungumzo na Urusi. Simu inaita Kremlin, alisema hivyo Volodymyr Zelensky. Mkoa wa Zaporizhzhia ni kituo cha kikanda cha Zaporizhzhia na ni shabaha ya kawaida ya mashambulizi ya Urusi, ambako wakazi wapatao 710,000 walikuwa wakiishi katika mji huo kabla ya kuzuka kwa uvamizi wa idadi kamili mwaka 2022, ambako pia inakumbukwa Novemba 5 shambulio la Urusi katika mkoa huo lilisababisha takribani watu 6 kuuawa na wengine 23 kubakia wakiwa majeruhi. Pia vikosi vya Urusi vilizindua shambulio la ndege kubwa isiyo na rubani kusini mwa Odessa usiku wa Novemba 8 na kuharibu majengo kadhaa ya makazi na shule katika jiji la Odessa, kulingana na mamlaka za eneo hilo zimesema hivyo juu ya taarifa hiyo, ambako takribani watu 2 wamejeruhiwa majira ya saa 7 usiku wakati wa huko, ambapo gavana Oleg Kedar alisema kwenye jukwaa la kijamii la Telegram, huku pia kidai wimbi la mlipuko limeripotiwa kuharibu madirisha katika moja ya shule za jiji la Odessa, huku uharibifu wa Shlapel ukisababisha kuondolewa kwa msongo na kuwasha mabomba mawili ya gesi katika wilaya nyingine ya Odessa. Urusi imeendeleza mashambulizi katika mji wa Odessa kusini, ikilenga miundombinu ya bandari na kuharibu vyombo kadhaa vya kiraia, ambako Oktoba mosi Urusi ilifanya mgomo mmoja kama huo katika wilaya nyingi za Odessa, ikishambulia miundombinu ya bandari ya Odessa na kusababisha mtu mmoja kufariki dunia na kuwajeruhi takribani 8, ambako pia shambulio hilo liliharibu vyombo viwili vya kiraia. Kufuatia wimbi kubwa la mashambulizi ya Urusi huko Ukraine, tayari vituo vya kudhibiti maradhi nchini Marekani vimetangaza kuendelea kupeleka msaada wa kijeshi huko Ukraine, ambako pia tayari vimetangaza kuitumia Ukraine msaada kamili wa kijeshi wa dola bilioni 6 kabla ya rais mteule Donald Trump kuingia ikulu ya White House mnamo Januari 20. Naibu katibu wa idara ya habari ya Pentagon Sabrina Singh amesema hivyo. Hapo awali shirika la habari la Politico lilisema ya kwamba rais wa Marekani alikuwa akikimbilia
kupeleka dola bilioni 6 zilizosalia mwishoni mwa muhula wake, kwa hofu kuwa utawala wa Trump huenda ukasitisha usafirishaji wa silaha huko Ukraini. Ukraini itapokea dola bilioni 4 chini ya mamlaka ya rais ya mchoro au PDA, ambayo inavuta silaha kutoka Amerika, hisa na dola bilioni 2 kutoka mradi wa msaada wa usalama wa Ukraini maarufu kama USAI. Sabrina Singh aliwaambia waandishi wa habari kuhusu undani wa msaada huo, na alipoulizwa ikiwa shirika la Marekani la kushughulikia afya ya nishati ya nyuklia lilikuwa na silaha za kutosha kuhifadhi shehena hadi Ukraini kabla ya kuapishwa kwa Trump, Singh alisema Washington ina uhakika inaweza kuweka ahadi zake huko Kiev. Kwa hivyo wako nyuma kila wakati na watabadilisha rafu zao. Wamejitolea kutoa chochote kwa Ukraini inachohitaji, na ambayo inajumuisha dola bilioni 4 kwa mamlaka, amesema hivyo Sabrina Singh. Pia Singh alisema ya kwamba nchi ya Ukraini ina watu wengi wanaoweza kujiunga na jeshi la Marekani, serikali na kote ulimwenguni. Si Marekani pekee ambayo inasaidia Ukraini, na hiyo itaendelea kuisaidia Ukraini, alisema, akisisitiza ya kwamba kundi la ulinzi la Ukraini maarufu kama UDCG linajumuisha zaidi ya nchi 50. Na juu ya hilo, Ukraini ina msaada wa base pero na biojisti katika Kongresi, hivyo kuna mabadiliko ya utawala ambayo yatatokea mwezi Januari, lakini usaidizi kwa Ukraini unasalia na nguvu zaidi. Ushindi wa Trump ulisababisha hofu kwamba msaada wa Marekani kwa Ukraini unaweza kukaribia upesi, ambako maoni ya Trump kuhusu Ukraini yamesisitiza matokeo ya haraka juu ya usaidizi wa muda mrefu, na amejiepusha kusema anataka Ukraini ishinde Urusi. Mahangaiko juu ya uwezekano wa kuondolewa kabisa kwa msaada wa Marekani huko Ukraini umekuja wakati nchi hiyo ya Kiev inajifunga yenyewe kwa majira mengine ya baridi kali ya mashambulizi ya miundombinu ya Urusi. Mwisho wa taarifa hii. Pia taarifa zaidi zitafuatia hapo baadaye, na kukaribisha sana, na pia hakikisha umebonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo.